mstari wa 29. Huwapa nguvu wazimiao, humwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Huwapa nguvu wazimiao, humwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Mstari wa 30. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali hao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Ngoja nikwambie, katika maisha haya tunapitia vitu vingi. Wewe usizani kile unachopitia kwamba ni special kwako. Ungeweza kuonyesha watu wengine wanachopitia, ungeweza kuogopa zaidi. Inawezekana majaribu ambayo unapitia wewe ni madogo sana kulinganisha na watu wengine ambao wanapitia. Kila mtu ana mtihani wake. Ndio maana maandiko hayajatuficha. Biblia inasema kwamba vijana watazimia, watu wenye umri mdogo wataanguka, watakosa nguvu, lakini hao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Furaha ya Bwana ndio nguvu yangu. Ina maana kwamba kinachotakiwa katika mapito yote maisha, kitu ambacho Mungu anakitafuta sana kwa mwanadamu yote chini ya jua, ni kitu kimoja: tumaini na imani. Tumaini na imani. Inapokosekana tumaini na imani, Biblia inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini kuna tofauti kati ya tumaini na imani. Tumaini haimbadilishi Mungu. Mimi natumaini siku moja nitapona, natumaini siku moja nitakuwa tajiri. Kila mwanadamu chini ya jua ana matumaini, kila mtu ana matumaini, lakini imani, tumaini peke yake alimuinui Mungu. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Sio pasipo tumaini. Tumaini ni jambo jema, sisema ni jambo baya, kwa sababu kabla ya kujenga imani lazima una nini? Na tumaini. Kwa unakuwa na matumaini ya kuwa tajiri, unakuwa na matumaini ya kupona. Kinachokufanya ufikie lengo la kupona sio tumaini tena. Neno la Mungu linasemaje juu ya kupona? Neno la Mungu linasemaje juu ya utajiri? Neno la Mungu linasemaje juu ya kukopa? Neno la Mungu linasemaje juu ya kuwa na kazi? Neno la Mungu linasemaje juu ya kitu fulani? Kwa neno la Mungu linaposema, unajenga imani, sio tumaini tena. Unaondoka katika hatua ya matumaini kwenda kwenye hatua ya imani. Ngoja nikwambie, kuna watu wengi walikuwa na matumaini nitakuwa rais, na wakasema kwamba ni tumaini. Kuna watu waliongea kusema tumaini, wakasema tumaini ni safari ya matumaini, waliongea kitu kama hivi, najua. Lakini wakufika matumaini yale, matumaini hayajengi chochote, matumaini hayamufi chochote. Lakini imani, kuna watu walikuwa na imani, wakasema watakiri watakuwa hivyo, na Mungu akawapa neno kwa hivyo. Unapojenga imani, ina maana kwamba unamfanya Mungu ainuke mbinguni. Nani amesema pale? Abrahamu alibarikiwa na Mungu kwa sababu alikuwa na imani. Anasema kwa imani unahamisha milima. Ndio maana Yesu anasema kitu cha ajabu sana. Anasema kwamba mwana wa Adamu atakapokuja mara ya pili, je, ataikuta imani chini ya dunia? Ina maana kwamba katika safari ya maisha majaribu yanakuwa ni mengi. Una kitu kinapitia, umeomba kwa ajili ya ugonjwa uondoke, hauondoki. Umetafuta kazi, haiji. Umeingia katika ndoa ambao ni mwiba. Unatafuta mume, apatikani. Unatafuta mambo yaweze kunyoka, hayanyoki. Umeanzisha biashara, vitu haviendi. Ni shida juu ya shida, ni matatizo juu ya matatizo. Asubuhi leo Biblia inasema yeye ni Mungu awapaye nguvu wazimiao. Ile tatizo lako limefika tu unazimia. Unajua kuzimia maana yake nini? Hizi nerves hazifanyi kazi tena. Yaani imekuwa ni kama una ganzi. Unaelewa ganzi? Hata kuchoma sindano hapo. Kwa sababu yani tayari umeomba na kuomba, umefunga na kuomba kama madhabahu. Katika Dar es Salaam umeweka mikono na watumishi wote. Lakini bado vitu haviendi. Lakini maandiko yanakwambia ndugu yangu, kimoja tu, usizimie. Usikate tamaa. Biblia inasema kwamba napenda ndio msemo, kwa sababu ndio inasema hata vijana watazimia na kuchoka. Maisha yanachosha. Kuna mapito ambayo katika maisha yanachosha. Ukitaka kujua moja nikwambie siri. Kaulize kijana ambaye amemaliza kazi. Mwalimu wote kijana ambaye amesomea ualimu.
miaka 5-4 iliyopita. Kamuulize, atakueleza anachokipitia. Kaulize vijana ambao wamaliza chuo kikuu wana masters na PhD. Kaulize, watakwambia kinachopitia katika maisha yao. Inamaanisha huo mshana unafika hatua mambo yamekuwa magumu, haendi, chochote kimekuwa kibaya. Inabidi afike hatua kijana na degree yake na madigrii yake matatu, inabidi akate nyanya hapo Kariakoo akauze, hamna namna. Alitegemea kwamba atafanikiwa, familia ilitegemea kwamba itainuliwa kwa sababu kijana baba amelipa gharama zote za kumsomesha kijana, akijua kwamba siku moja kijana atakuja kunisaidia. Lakini hakuna kinachotokea. Vijana wamezimia. Watu wamekata tamaa. Mambo hayawezekani. Lakini Mungu anasema asubuhi leo kwamba hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Sio tu wanawake, msikii kwa nini ongeza na wanaume. Lakini mstari wa 30 ndio msingi kwa anasema bali hao wamngojeao Bwana. Ndugu yangu, jifunze kumngojea Bwana. Tumeomba maombi asubuhi ya leo na tumetamka mambo mengi. Mungu anachoangalia kwako ni connection kati ya mwana. Akasema say what you mean and mean what you say. Sema unachomaanisha na maanisha unachokisema. Connection yako na kile ulichokisema kipo. Utasimama kwa ajili ya kumngania Mungu kwa ajili ulichokisema, au utakuwa kama vijana ambao wamekata tamaa? Utakuwa kama watu ambao wamekata tamaa. Na ngoja nikwambie, kauliza wafanya biashara, watakueleza kinachoendelea sasa katika taifa letu. Mambo yamekuwa magumu, vitu vingi. Lakini anasema hata wao watakapata tamaa, anasema wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kumngojea Bwana maana yake nini? Kumngojea Bwana maana yake unaendelea kusoma maneno ya Mungu. Ngoja nikwambie, jifunze na kupitia katika mapito magumu. Hii kitabu ndio nguvu yako. Chukua tu Zaburi, pitie, soma kwa nguvu tu. Soma tu, wewe usio na wasiwasi, acha upepo upite huo. Simama pale na Mungu, mgoje Bwana. Mungu achelewe, atajibu tu. Hakuna katika Biblia, Daudi anasema katika maandiko matakatifu yote, hakuna ambaye alimcha Bwana na kumtumania Bwana ambaye alikuwa maskini wala watoto wake wakaja kuomba, bali Mungu aliwajibu. Sema majina ya kujibu. Kwa mtu ambaye anaweza kuniangalia kuelewa, unamkumbuka Ayubu. Ayubu alinyang'anywa kila kitu. Alifika hatua ndugu wale marafiki zake akamwambia umetenda dhambi, haiwezekani. Aliomba na kuomba, hakuna kilichotokea. Alilia na kulia, hakuna kilichotokea. Lakini akaendelea kujipa matumaini kwa Bwana. Kumngoja Bwana ni gharama. Kumngoja Bwana ni kazi ngumu, sio nyepesi. Na watu wengi wamekosa matumaini yao, wamekosa mpenyo wao kwa sababu wameshika kumngoja Bwana. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 10 ambacho napenda kurudia mara kwa mara, Danieli alipoanza kuomba tu Mungu alijibu, lakini ilichukua siku 21 kuweza kupata majibu yake. Sema moyo wangu, umngoje Bwana kwa bidii katika jina la Yesu Kristo. Nafsi yangu, usichoke kumngoja Bwana katika jina la Yesu Kristo. 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 Nafsi yangu, umngoje Bwana kwa bidii. Umngoje Bwana kwa bidii katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ngoja nikwambie, wakati mambo yanapokuwa mazuri, wakati vitu vinavyoendelea kwa vizuri, good times, kila mtu anafurahia. Na pale hatuwezi kumjua Mkristo na ambaye sio Mkristo. Huwezi kumjua mtu anayemwamini Mungu na ambaye hamwamini Mungu. When things are good, wakati kila kitu kinaenda vizuri, ajira imepatikana, kila jambo linaenda vizuri, wakati huo hakuna tatizo. Tunapotaka tuweze kumjua Mungu wako ni wakati wa matatizo. Wakati ambapo vitu vimegoma, mambo hayakwendi. Sema nafsi yangu, mtumainie Bwana wakati mzuri na wakati mbaya, wakati wa shida na wakati wa raha. Nafsi yangu, mtumainie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ngoja nikwambie, kipimo cha majaribu ni imani. Kipimo cha imani ni majaribu. Atupimwe imani katika mambo yanapokuwa mazuri. Wakati ambapo biashara yako inakuja kuibiwa usiku, watu wanachukua matoroli katika biashara yako, na unaamka asubuhi unakuta frame zote zimekatika. Ndio kipimo cha imani yako. Hata wakati huo ni wa kumtumania Bwana. Mimi sijui na siwezi kueleza leo, na naendelea kutafuta sababu nyingi kusoma katika philosophy nyingi kwa nini matatizo yanawakuta watu. Ila unaweza kusema mambo mengi. Hata ukimsoma kitabu cha Ayubu, kwa nini Ayubu aliruhusiwa kupitia, aliweza kupitia? Lakini Mungu anaruhusu majaribu kupima roho zetu.
Mungu anaruhusu mapito kupima roho zetu. Abraham anaambiwa na Mungu utapata mtoto. Unajua Abraham alikuwa anakaa na baba yake, si unajua? Mpaka miaka 75 na alikuwa tasa. Si unajua? Mke wake alikuwa hawezi kuzaa. Inawezekana mmoja alikuwa hawezi hata kuzaa. Alikuwa anachekwa na watu. Sio tu kuchekwa na watu kwa sababu hawezi kuzaa, ni tasa, anachekwa na watu pia kwa sababu nini? Anakaa kwa baba yake mpaka katika ule uzee. Mungu anakutana naye, bado muujiza utokee wa mtoto mpaka miaka mingapi? 99. Sijui kama unajua, miaka 25 inapita kabla muujiza kutokea. Haikumfanya Abraham ageuke nyuma wala ageuze shingo yake. Aliendelea kumtumaini yeye ambaye ni mtoa uzima, akijua kwamba siku moja yatatokea. Chochote unachokiomba katika madhabahu kitatokea. Chochote unachomomba Mungu kitatokea. Kinachotakiwa ni connection yako wewe na yale unaomba. Ndio maana nikwambia toka asubuhi na napenda kusikia kwamba sema unachomaanisha na maanisha unachokisema, kwa sababu kitatokea. Na kitokea utakuwa na wakati gani huo? Wengi miujiza yao inatokea ameshaamua kumwacha Mungu. Wengi miujiza yao inatokea wakati hana nguvu ya kufanya chochote. Wengi miujiza yao inatokea wameshabadilisha safari ya maisha yao. Ulianza kulima mchicha ukafa. Ukaenda kulima nyanya zikafa. Lakini Mungu alikupa neema ya kilimo. Kwa wengi wanaamua kuacha kulima, anaamua kufanya biashara. Biashara inagoma, maisha yanabadilika. Anaona kama ndio mwisho wa safari. Lakini naomba usimame na Mungu. Kama ulimuomba Mungu kwa jambo lolote, Mungu atafanya. Vumilia, hutakufa. Hakuna wakati ambao Mungu anaweza kumuua mtu wake na hutadhurika. Yeye atakutetea, atakusustain mpaka mwisho katika jina la Yesu Kristo. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa kwanza mpaka 18. Nitauelezea kwa sababu ya muda, lakini kama unaandika naomba uandike. Mwanzo 22 mstari wa kwanza hadi wa 18. Sema, baba yangu, ninaomba kwa jina la Yesu, majaribu yoyote katika maisha yangu, naomba niongezee imani yangu. Yasinifanye nikate tamaa, yasinifanye nirudi nyuma, katika jina la Yesu Kristo. Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka wa 18. Tunamsoma habari za Abraham. Abraham amepewa mtoto. Baada ya kupewa mtoto, Mungu anamwambia nitolee mtoto wako kwangu, toa sadaka mtoto. Anajaribiwa mtoto pekee. Lakini kitu cha ajabu ukisoma, kwa wale ambao wanaweza kusoma, lakini kusoma hapa katika maandiko, Abraham wala hakusita. Akajua ni Bwana ameongea, kutaka kumchinja mtoto. Akatafuta mpaka kuni. Akataka kumuua mtoto wake. Majaribu yanapokuja, yanapopima imani yako kwa Mungu, utakaposimama katika majaribu ndio ushindi wako ulipo. Cha msingi, simama na ahadi za Mungu. Simama na kile Mungu alichokisema. Yatapita. Kama upepo unavyoona unapita, bado miti inabaki. Upepo unaweza mvua inaisha kwenye usiku, ukashangaa mvua inakuja na radi ya kutisha, kelele nyingi. Unaweza kukimbia. Unaweza kusema ndio mwisho, ukatoka mpaka nyumbani kwako. Lakini kumbe yeye acha ile mvua ipite, acha hiyo radi ipite, simama, tulia. Tena ndio kuna shuka la pili. Utakapoamka asubuhi, utakuta ushindi. Lakini wengi wetu ukisikia ngurumo, ukisikia radi, ukisikia mvua, unataka kukimbia ukajifikia sehemu ambayo inakuwa na salama. Lakini unapoenda kukimbia kule ndio kwenye hatari zaidi. Simama na imani kama mtumishi wa Mungu. Abraham, Mungu anajaribu yale aliyokubarikia nayo. Mungu anajaribu yale aliyokupa. Kitabu cha Mwanzo sura 37 mstari wa 23 na kuendelea, tunamkuta mtumishi mwingine wa Mungu anajaribiwa. Yusufu anapewa ndoto ya kwamba atakuwa mtu mkubwa, kwamba jua na nyota vitamwabudu. Anaanza tu ndoto yake kutimiza, ndugu zake wanamchukia. Jaribu. Napenda nikwambie, jaribu lako ni dogo sana. Na lisije kufanya ufunike macho yako ushika kumuona Mungu. Mafanikio yako, mpenyo wako huko pale pale, na Mungu ameshakusudia katika jina la Yesu. Na itatokea kama utasimama kwa imani. Afiki hapo ndugu zako na Mungu atakumuua. Hajafanya chochote. Ngoja nikwambie. Yusufu akutenda dhambi hata moja. Lakini wakamchukia. Sio kumchukia tu, wakaamua kutaka kumuua kabisa. Jaribu litakuja kupima imani yako. Kitu ambacho nakisoma katika Biblia, Yusufu akochukia ndugu zake. Akubeba chochote kama ni kitu cha wale watu. Alichukua kama ni sehemu ya kupita kwa ajili ya kupata ushindi mkubwa zaidi. Jaribu lote linapokuja katika maisha yako, tambua litakushindia. Lakini haikuishia hapo. Yusufu anatoka kwa ndugu zake, anaenda kwa mfalme Farao.
anapewa ajira kama uskoi katika nyumba ya Potifa. Kwenye nyumba ya Potifa anapewa kashfa ya kubaka, anafungwa maisha. Mwanzo 39 mstari wa 7 mpaka 32. Anafungwa kifungo cha maisha. Lakini katika kufungwa kifungo cha maisha, wewe umeshasikia, ngoja nikwambie kitu. Umeshasikia mtu amekamatwa kwa ajili ya kubaka, ameshtakiwa, wamemtia uongo, alafu anakuwa waziri mkuu. Wewe ni Mungu. Yale mapito yako yanaweza kuwa nakupeleka kwenye kona ambayo ni mbaya na mbovu. Tumaini lako limekufa kabisa, umekosa hata cha kufanya. Ngoja nikwambie, hujafikia hatua ya Yusufu. Hujafikia kufungwa na kutaka kuhukumiwa kunyongwa kwa sababu tu eti mtu ameamua kusingizia. Majaribu yako ni madogo sana. Bado unaweza kuwa na tumaini katika Bwana, na Bwana atakupa neema katika jina la Yesu. Sema, roho yoyote inaovunja matumaini, inaovunja imani ndani yangu, kufa kwa jina la Yesu. 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 Biblia inasema, ngoja nikwambie, hakuna jaribu linalokujia zaidi ya uwezo wako. Naomba tusome Wakorintho wa kwanza 10:13. Jaribu lolote ambalo unaona linakuja katika maisha yako linakujia wakati, kwa sababu Mungu anataka kupima imani yako. Wakorintho wa kwanza sura 10. Jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwenzako, lakini pamoja na ile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Jaribu linakuja kupima imani yako. Ngoja nikwambie, natakiwa uelewe kitu kimoja. Wana wa Israeli wangetoka tu Misri kwa kawaida, yaani kitokea tu kwa Musa ameenda kwa Farao, Farao akamwambia wachukue. Tusingemjua Mungu. Tusingejua kuna Mungu anaweza kubadilisha bahari ikawa njia. Tusingejua kuna Mungu anaweza kuzuia majeshi kwenda kuvamia kwa kitu chochote. Pale katika kitabu cha Mwanzo cha Kutoka sura ya 14, Musa anawaambia wana Israeli, anasema turudishe Misri. Mungu anamwambia Musa, waambie wana Israeli wasonge mbele, maana hao wa Misri naona leo hamtawaona tena. Tusingejua. Jaribu linakuja, hakuna njia. Jaribu linakuja, Farao anakuja na majeshi yake nyuma. Jaribu linakuja, hakuna namna ya kutoka, hakuna. Lakini Biblia inasema kwamba katika jaribu lako lolote, Mungu atafanya mlango wa kutokea. Mungu ni Mungu mwema. Mungu anatafuta majasiri wa imani. Mungu anatafuta watu wenye kiburi ambao hawatajali upepo unaopita, hawatajali mawimbi yanayopita, watasimama na Mungu, ndio chombo hiki kitafika mwisho salama. Wakijua baada ya jaribu hili utukufu utaonekana, na hata kizazi chako kitamtukuza Mungu kwa ajili yako, kwa sababu umesimama kwa imani mpaka mwisho wa jaribu lako. Sasa ngoja uwe makini. Usije ukazani na kuambia kwamba usiombe. Naomba unielewe vizuri. Usije nakwambia kwamba uache kuomba. Omba kwa bidii wakati wa jaribu lako. Mtafute Bwana kwa bidii wakati wa jaribu lako. Ninachokukataza ni kitu kimoja, usikate tamaa. Ule ugonjwa utaondoka tu kwa jina la Yesu. Lile tatizo litaondoka tu kwa jina la Yesu. Litakuachia. Kwa sababu ukiwa mganga tena unakuwa sio jaribu tena. Sijui kama unanielewa. Nilikuwa naongea na mtu mmoja akasema bwana, nimefika hatua sasa hivi nakula mlo mmoja. Lakini kilichotokea sasa, kwa sababu nakula mlo mmoja, hata ukisema tufunge siku 200, hakuna tatizo kwa sababu nimeshazoea kula mlo mmoja. Nataka kusema kwamba jaribu baadaye inakuwa sio jaribu tena, kwani kufunga na kwa kitu ambacho ni wewe inakuwa ni sehemu ya kwa hata ukishakuwa na neno kwa sio jaribu, kwa hata adui anaondoka na kuachia. Lakini kuna wengi ambao kidogo tu anapiga kelele na lia, utazani kuna nyoka na kimbio na kufukuzwa kwa mbele. Simama, muangalie Mungu. Tunakupima imani yako kutokana na jaribu. Nasikia hadithi za watu wengi kwamba kuna watu wanasafiri pamoja kutokea ajali. Unakuta mtu ambaye ameokoka kanisa alikuwa anaimba kwaya na rukaruka na shangilia. Mama we! Nataka kusema Yesu kwa. Kuna watu kwenye ndege. Unashangaa Mkristo ni kwanza kufanya nini? Kuogopa. Ndege kiumba kidogo. Simama katika mapito magumu, nitakutumania. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Uvuli wa mauti lazima utapitia, asikudanganye mtu. Safari ya mbinguni sio barabara iliyonyoka lami na teleza moja kwa moja. Safari ya mbinguni ina mabonde na ina milima. Maisha
sio njia iliyonyooka kama unaenda katika unapapaa. Sio kweli. Safari ya maisha ina mabonde, ina vituko, ina milima, ina mikamuko na kila kitu ambacho unaweza kusema duniani. Lakini katika safari yako Mungu atakutia nguvu kuweza kushinda katika jina la Yesu. Anayekupa njia ya kuweza kupita katika ushindi katika njia ambayo imepinda ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Cha msingi usiache imani. Usiache kwenda kumtafuta Mungu, usiache kuja kuabudu katika ibada ambayo unataka kuabudu. Usiache kusoma neno la Mungu saa zote. Usiache. Ukifanya hivyo utakusaidia jaribu lako utalipita. Na muda sio mrefu tutaona Mungu akikupa ushindi katika maisha yako. Mungu hajasema atutapata majaribu. Mungu amesema katika majaribu nitakushindia. Majaribu hana budi kuja, lakini katika majaribu utakapomtegemea Bwana, hakika atakupa neema ya kuweza kutoka. Zaburi ya 55 mstari wa 22 anasema mpeni mizigo yenu yote Mwenyezi Mungu. Mpe fadhaa zako zote na yeye atatupa neema. Na Zaburi ambayo inakuonyesha vizuri kuhusu maisha ni Zaburi ya 23. Labda nikwambie kama kuna watu ngoja nikwambie kama kuna watu walipitia majaribu, sijui kama leo ambaye katika ulimwengu amekufikia Daudi. Wasikia tuje na mfalme wa Daudi, simba wa Yuda. Yesu ni uzao wa Daudi, lakini kama angalia mtu anaitwa Daudi. Hakuna mtu aliyefika tu mtoto wake kampindua na kaanza kuchukua wake zake wote. Hakuna mtu aliyefika hatua mtoto wake akaanza kumfukuza kutaka kumuua. Hakuna mtu aliyefika hatua akaanza kupigwa na maadui mpaka akajifanya kama kichaa. Daudi alifika hatua akajifanya kichaa katika nchi ya watu wengine. Lakini ukisoma Zaburi anakumbuka wema na fadhili za Bwana. Anakumbuka huruma na rehema za Mungu zinamfanya asonge mbele. Jaribu unalopitia ni dogo sana na Mungu atakufanya uvuke, sio la kudumu. Kuna siku utaangalia nyuma, utatoa machozi kumshukuru Mungu kwamba umepita. Kwa hakuna siku kwamba jaribu hilo mpaka maisha yako yote, lakini kuna siku za furaha, kuna siku za huzuni. Kuna mwimbaji mmoja anasema Mungu God of the mountain is the same God of the valley. God of the good time is the same God of bad times. There are mountains, kuna milima, kuna mabonde. Wakati unapita katika bonde, jitie nguvu. Biblia inasema hautapita katika mabonde. Sio kila siku utakuwa juu tu, asikudanganye mtu. Bwana amaandiko hajasema hivyo. Ila utakapokuwa katika bonde, Bwana atakuwa pamoja nawe. Mkono wa Bwana utakutetea. Unapopita katika bonde, vumilia. Mtegemee Mwenyezi Mungu na kuweka imani yako na matumaini yote kwako. Bonde hilo litapita, mlima utainuka tena, utakwenda juu. Jitie nguvu, kwa maana utashinda tu katika jina la Yesu Kristo aliye. Ngoja nikwambie, matatizo na kulia havimbadilishi Mungu. Wewe ukipita katika majaribu, Mungu, Baba, mimi nina shida mimi. You're wasting your time. Does not move God. Haimbadilishi Mungu, haimbadilishi Mungu, haimbadilishi Mungu. Kinachombadilisha Mungu ni kusema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Wakati ambapo fimbo moja inapita, unapita katika kamba ambayo unatakiwa uipite, na wewe unaweza kupita, una hofu. Ukisema nikianguka Mungu atatuma malaika, nikiteleza Mungu atatuma watu kuninua. Lakini bonde la uvuli wa mauti unaliona, maisha na uvuli wa mauti, sema bado sitaogopa mbaya. Hicho kina nguvu Mungu. With that, nani yule? Nani yule? Mungu anainuka. Lakini ni kidogo tu. Mungu, mimi hivi sauti yako inamtisha Mungu. You're wasting time. Daudi anasema nikamlilia Bwana katika shida yangu. Alimlilia katika Zaburi moja, alimlilia kwa imani, Bwana kumbuka siku ambazo tulifurahia katika maisha yetu. Siku ambazo Mungu alinipa hata gari ya kuendesha. Siku ambazo Mungu alinipa hata nyumba ya kuishi. Siku ambazo nilikula hata keki na juisi. Siku ambazo nilikula hata kuku na mlija. Siku ambazo nilifanya, Bwana nikumbuke tena. Ukanisaidia wakati ambao sina hata kula mahindi, siwezi kupata hela ya kununua mahindi. Baba, ninaomba neema ya kuvuka. Hicho ndio kilio cha mtu mtakatifu, kwa sababu anamkumbusha Mungu katika hatima yake. Baba, nyakati ambazo nilikuwa na pesa katika mifuko yangu, Bwana naomba unikumbuke tena. Pesa zikarudi kwa hicho ndio kilio cha mtakatifu. Lakini sio Baba, ona mimi. Don't waste your time. Simama kwa imani. Uwe ni mtu ambaye ni jasiri na sugu kushinda matatizo na kusimama na Mungu kwa ajili ya kuweza kutoka. Naomba uelewe kwamba katika kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 28, naomba tusome mstari wa muhimu sana kuweza kukumbuka katika maisha yako.
Warumi 8:28, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura 8 mstari wa 28. Nasi twajua kuwa, mambo usikize kwa makini, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na hao wampendao katika kuwapatia neema mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Hakuna jambo ambalo linatokea katika maisha yako kama accident. Kila jambo linatokea kwa ajili ya kufanyika katika level nyingine, kuinua kwenda katika nafasi mpya zaidi, kuinua kwenda katika utukufu zaidi, kuinua kwenda katika mamlaka zaidi, kuinua katika uwezo zaidi. Watu wanaompenda Mungu lazima watapita katika hayo, lakini katika kupita katika hayo Mungu anakupa neema. Naomba nikwambie, good times are coming again. Nyakati nzuri zinakuja tena. Wakati mzuri unakuja tena, nyakati za kufurahi na kuburudika zinakuja tena. Bwana ni mwema. Acha kwenda katika sherehe ya huzuni. Unajua sherehe ya huzuni, kuna watu wana sherehe za huzuni. Sema sitahuzunika, sitahuzunika katika jaribu langu, nitamtumaini Bwana. Sitalia katika jaribu langu, nitamtumaini Bwana. Moyo wangu mtumaini Bwana. Nafsi yangu mtumaini Bwana. Roho yangu kumbuka fadhili za Bwana. Usiache wema wake, usikate tamaa katika jina la Yesu. Kwa tuache sherehe za huzuni. Kuna sherehe za huzuni, kuna watu wana sherehe ya huzuni. Huzuni inakuwa sherehe, yaani ile huzuni inakuwa mbaya mpaka inakuwa mbaya kweli. Acha. Kuna watu wamefika hatua wanaona kama ndio mwisho wa dunia. Badilisha mtazamo wako. Bado mwisho wa dunia hujaja. Nyakati za kuburudika na nyakati za kufuraha zimekuja. Anasema inueni macho enyi malango, inueni macho mfalme wa tukufu apate kupita. Asubuhi ya leo napenda nikwambie, kuna mtu anapitia katika majira magumu, lakini majira ya asubuhi yamekaribia sana. Usiku umeenda sana mpaka usiku wa manane, giza limekuwa kubwa sana totoro, lakini bado kuna nuru njema ambayo inakuja. Na jipe moyo mkuu, utashinda kwa jina la Yesu, na Mungu atakutia nguvu. Na mara nyingine unajiuliza, kwa nini Mungu anaruhusu majaribu? Kwa nini Mungu analeta majaribu? Majaribu ambayo ni mengi. Ni kwa sababu Mungu anataka tumjue. Mungu anataka tumfahamu zaidi. Usipopitia katika moto fulani huwezi kumjua Mungu katika vitu fulani. Usipopitia katika mtihani wa kukataliwa katika sehemu ya kufanya kazi, kukataliwa sehemu ya kazi, utamjua Mungu baada ya kutetea katika kazi. Unapokataliwa katika ndoa, utafika tu kumjua Mungu baada ya kutetea ndoa. Lakini pia inawezekana Mungu anataka kukupisha uwe chombo kwa ajili ya watu wengine. Kuna huduma inatengenezwa ndani yako ili uweze kusaidia wengine katika kile ambacho unapitia. Unapokosa ajira, labda Mungu anataka kufanya wewe ukawa ni chombo cha kusaidia watu wanakosa ajira waweze kujua namna ya kupata ajira. Unapopitia katika kitu fulani, Mungu anakufanya kuwa chombo, kwa sababu katika kila jaribu Mungu anakunoa kuwa chombo kipya zaidi. Cha msingi naomba ukumbuke, usije kazani tunaongea kitu leo. Naomba ukumbuke, usiache kuwa nyumbani mwa Bwana, usiache kusoma maandiko, usiache kumtumainia Bwana na kutamka. Hayo ni mambo matatu ya msingi sana katika majaribu yako. Utakapoacha hayo, ndugu yangu, utabaki na majaribu ambayo sio ya Mungu. Na muongo ataweka na mkono wake pale na kuachimba kama kumaliza mpaka unakufa. Tatizo moja, ukishindwa kumtumaini Bwana mpaka kizazi chako utapata matatizo yako. Sio wewe tu. Ni lazima afike mtu akusema imetosha, imetosha, imetosha. Bwana nahitaji kusimama na wewe katika jina la Yesu Kristo. Kitu cha msingi, ishi kwa imani. Na imani inatuambia kwamba pamoja na majaribu ambayo yanapita, bado mambo ni mazuri. Tunasema kwamba unafika hatua hata kodi ya nyumba una wale ambao wamepanga na ujui itakuwaje. Acha mambo yaende, Mungu atakutokezea kwa imani. Kuwa na moyo mkuu, kwa sababu mkono wa Bwana hauchelewi. Kuna kijana juzi alikuja hapa, hana kazi na nini, alikuwa ananiambia juzi, anatoa ushuhuda na nyumba yake ilikuwa hata kodi ya kulipa. Kazi yake ilishacha miezi 6 iliyopita. Lakini akasema amekuwa akiendelea kuja katika madhabahu kila Jumaa, kila katikati ya wiki, Jumanne na Ijumaa, Jumatatu na Ijumaa. Amekuja mfululizo. Ndio bahati mbaya jaje ndio kutoa ushuhuda. Lakini muujiza ukatokea katika jamaa anataka kumtolea vitu vyake nje. Mungu akafungua mlango. Kwa kuna njia, Mungu anaweka njia kutokea katika jambo lako limeitwa sana. Kwa usikate tamaa, imani yako itakuponya, imani yako itakutoa katika yote ambayo unatoa. Ngoja nikwambie, ukiangalia ndege ambao wanakaa kiotani, unajua ndege
hasa tai, wanakuwa na watoto. Watoto wa tai hawajui chakula kitatoka wapi, hawajui mama yao atakapoenda atapigwa na manati au atakufa au atarudi. Lakini mtoto yote wa tai ukimuuliza, ana matumaini kwamba mama yake atamletea chakula. Unapokaa katika nyumba ya Bwana na kumsubiria Bwana katika nyumba ya Bwana, ndio kiota chako. Mungu atakuletea chakula kupitia neno lake. Mungu atakuletea kwa chakula kupitia jambo lote. Kwa tulia mbele za Bwana, nyenyekea mbele za Bwana. Kabla hujajua majira yako, Mungu atafungua mlango. Maneno ambayo yanatoka katika madhabahu yoyote ambayo Mungu ameanzisha yana maana kubwa kwa ajili ya kuleta mgeuko katika maisha yako. Katika jaribu lako, endelea kumtafuta Mungu, endelea kusoma neno la Mungu na kutafuta uso wa Bwana. Usiache, kwa maana katika namna hiyo ndio Mungu ambaye atapita. Kuna watu ambao unakutana nao baada ya kupitia majaribu wakaacha kwenda kanisani. Baada ya kupitia majaribu wakaacha kumtafuta Mungu. Baada ya kupitia majaribu kwa sababu nimebaki sana namsubiri tu Mungu utakachokuwa na kiwe. Nimeshaamua hivi. Hiyo sio imani. Huo ni ujinga wa hali ya juu. Na hakuna mtu atakayepata chochote kwa Baba kwa namna hiyo. Kupata kwa Baba ni kuamua kuendelea kusoma neno, kuendelea kuomba, kuendelea kukemea, kuendelea kuvunja, kuendelea kuharibu na kuendelea kusali mpaka Mungu anapokuwa anajibu matatizo au shida yoyote katika maisha yako. Isaya 59 mstari wa kwanza, naomba tusome. Isaya 59 mstari wa kwanza. Mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Mungu anasikia kila jaribu. Huko mbele anaongea habari za dhambi, lakini zikana sio dhambi, bado Mungu anasikia kila jaribu. Bado mkono wa Bwana unaweza kuokoa na ile jaribu na ukavuka. Shipe moyo mkuu, endelea kuomba, endelea kumtumaini Bwana, endelea kuonyesha kwamba imani yako na jaribu unalopitia haijabadilika, iko vile vile. Good times will come. Good times will come. Nyakati zilizo nzuri hakika zitakuja na utamjua Bwana katika jina la Yesu. Naomba nikisema mstari wa msingi na kumaliza mada ya asubuhi leo katika jina la Yesu. Na mstari wa msingi kutoka kitabu cha Isaya sura ya mstari ule wa 20, naomba nizingie 29 mpaka 31. Anasema, uwapa nguvu wazimeao, umwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Ni asubuhi ambayo naona kuna mtu anapewa nguvu asubuhi leo kwa jina la Yesu, na utashinda jaribu lako katika jina la Yesu. Anasema hata vijana watazimia na kuchoka, wewe hutazimia katika jina la Yesu. Wewe utachoka katika jina la Yesu. Na wanaume vijana wataanguka, sema sitaanguka katika jina la Yesu. Anasema bali wamngojeao Bwana